Kwa nukta ya kwanza kabisa ambayo mimi naisimamia na nawaambia waislamu kwa ujumla, wana wa Israeli au hawa wayahudi bilkhususi wazayuni hawana haki na Masjid al-Aqsa hata chembe. Sio haki ya kihistoria wala haki ya kiitikadi wala haki ya kikanuni na sheria, hawana. Kwa lugha fupi inaweza kusema kwamba wazayuni ni walowezi na ni madhalimu walioingia katika miji ya watu wakaamua kufanya dhulma na uadui, wakisaidiwa na mabwana wao wakubwa wa nchi za magharibi, nchi za Ulaya na Amerika. Bas, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. Kutokana na mfululizo wa darasa zetu za tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, tulipokuwa tukisoma katika sura Yusuf takriban mwezi wote huu wa Ramadhani, tumekuwa tukiwasoma sana wana wa Israeli, watoto wa Nabiiullah Yaqub alayhi salatu wassalam, na historia yao. Hatukuisoma sura kwa kuzitazama aya zake tu kiupande wa tafsiri na maana za juu, bali tulikwenda ndani zaidi kwa ajili ya kutafuta faida zilizomo katika sura hii, kwenye sura ala wajhi al-umum na kwenye kisa ya Nabiiullah Yusuf alayhi salatu wassalam bil khusus. Tukasema sura hii ina faida ya zaidi ya 1000 kwa mujibu wa maelezo ya wanawazuoni, akiwemo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Sisi tukazitaja faida zaidi ya 200 na mmeziandika. Kwa kuwa wakati hautoshi, tuna mambo mengine yanayofungamana na hizi ibada zetu Ramadhani na yanayokuja baadaye, tukawa tutosheke na hayo. Lakini kule kukaririwa kutajwa Bani Israila na hila zao na vitimbi vyao kumeleta shauku ya kutaka kujua hawa wana wa Israeli ni kina nani, Mayahudi ni kina nani, Wazayuni ni kina nani. Je, nani mwenye haki na al-Masjid al-Aqsa? Nani mwenye haki na Palestina na miji yote iliyo kando kando yake? Je, ni Waarabu au
Mayahudi wana wa Israeli au ni Waislamu au ni nani? Na hilo likasadifu kuwa katika kipindi hiki kuna mapigano yanayoendelea baina ya Wazayuni wa dola ya Kiisraeli kama wanavyoiita, wakiongozwa na waziri mkuu wao bwana Benjamin Netanyahu, pamoja na ushirika au msaada kutoka Amerika, wakiwasaidia kwa upande mmoja dhidi ya serikali ya Kishia ya Iran, serikali ya mapinduzi ya Kishia ya Iran. Neno Mayahudi, Waisraeli, Wazayuni, misemo hii ikawa imekaririka sana. Kweli kwa limesadifu hili tunalisoma sisi katika sura hii kuhusu wana wa Israeli na haya ambayo yamejitokeza katika wakati huu. Maswali yakawa ni mengi lakini hatuyapati muda. Sasa kutokana na umuhimu wake, kwa kuwa mambo ni mengi na yanayosemwa ni mengi, limekuja ombi la kutoa ufafanuzi kwenye jambo hili. Sasa mimi nitatoa utangulizi hapa wa mambo machache ili tufike katika malengo. Jambo la kwanza kuhusu suala la mzozo au suala la Masjid al-Aqsa, msikiti wa mbali uliotajwa ndani ya Al-Qur'an al-Karim, pia al-Bayt al-Muqaddas kwa jina jingine, au Baytul Maqdis kwa idafa kwa jina jingine. Kwetu sisi tunalizungumza kuwa ni suala la kidini, ni suala la kiimani, kwa sababu nitakazozitaja insha Allah. Kama ni suala la kidini, tunatakiwa tulitazame kwa mtazamo wa kidini kama dini yetu inavyotufundisha. Dini yetu inatufundisha tusiwe na ujasiri wa kuzungumza mambo tusiyoyafahamu. Dini yetu inatufundisha tuzungumze na tuseme kwa ilmu. Unapotaka kulizungumzia jambo lolote linalohusiana na dini, basi unatakiwa uwe na elimu nalo. Usizungumze bila ya elimu. Kuzungumzia jambo la dini bila ya elimu ni madhambi, ni kumzulia uongo Allah na kumzulia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na hayo yote ni katika kabairu dhunub, madhambi makubwa kabisa. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika madhambi makubwa kabisa ni kumzulia Allah kwa kusema msiyoyajua, sio na elimu naye. Kwa suala la Palestina bilumum, lakini Masjid al-Aqsa, msikiti ulioko Palestina, ni suala la kiimani, natakiwa lizungumziwe kiimani na kidini. Halifai kuzungumziwa kwa jazba na mihemko na kutumia hisia tu, ni jambo lisilofaa. Kwa mzungumzaji awe shekhi, awe maalim,
awe dai yoyote, awe mtu wa kawaida, basi elimu kwanza inahitajika kwa anayotaka kukizungumzia. Hii ni nukta muhimu sana, na lau kama si ufinywa wakati ningetawasa katika hili nikafanya upana nikarefusha, lakini tutosheke na hilo. Jambo la pili la kulizingatia unapozungumza habari, kitu cha msingi sana cha kuzingatia ni uadilifu katika kuzungumza maneno yako. Unapoleta habari inayohusu watu, wawe waislamu au makafiri, mtu mmoja mmoja au watu wengi, kikundi cha watu, madhehebu, taifa, wazungumze watu hao kwa uadilifu, kwa sababu utaulizwa kwenye maneno yako. Unapozungumza tuhuma kuzipeleka kokote pale kwa yoyote yule, za aina yoyote ile, zinaandikwa. Satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala sema ushahidi wao utaandikwa na wataulizwa. Kwa hiyo jambo hili linagusa imani za watu, itikadi za watu, heshima za watu na mambo mengi yanayohusu watu. Tahadhari ndugu yangu Muislamu, usijivishe koti au joho usiloweza kulivua. Kuna siku ya kiyama utakwenda kuulizwa kama umezungumza kwa uadilifu na insaf. Alhamdulillah, utakuwa ni minan najin, katika watu waliokoka katika hilo, umesalimika. Lakini kama umezungumza kwa dhulma na uadui, basi ujue utaulizwa na utawajibishwa kwa hilo. Haya ni mambo mawili ya mwanzo. Lakini jambo jingine, kuna umuhimu wa kulizungumzia jambo hili hasa kwa wakati huu, hasa kwenye da'wa yetu sisi tunaolingania da'wa hii, ad-da'watu salafiyya. Tunasema hii ni da'wa bora, da'wa yenye baraka iliyobarikiwa, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'wa ya masahaba na maimamu wakubwa, bali ndio Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye da'wa hii kuna kila ufumbuzi au ufumbuzi wa kila jambo linalofungamana na maisha ya watu ya kidini na kidunia. Sasa inapotokea matatizo makubwa, watu wakawa kwenye mkanganyiko, hawajui pa kuelekea, na pengine udanganyifu umekuwa mwingi, upotoshaji wa makusudi mwingi, au upotoshaji bila ya kukusudia, kwa sababu kila mmoja anasema akidhani kwamba anapatia. Alafu wale ambao wanajua ukweli wa jambo wakakaa kimya, wasitoe ufumbuzi kwenye jambo hilo, watabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaozungumza bila ya ilmu wanalao, na hawa wanaonyamazia ambao hawatazungumza, dhima haitawaepuka na wao. Sasa kwenye suala hili la al-Masjid al-Aqsa na masuala huko Gaza na mengineyo, maneno yamekuwa mingi, lakini nadhani sauti hasa kutoka kwa upande wa walinganizi wa da'wa hii ikitoa ufafanuzi juu ya hali tulizonazo, kama zipo basi ni chache sana. Wengi wamekaa kimya kwa kushughulishwa na mambo mengine ambayo wanaona ni muhimu zaidi, au wengine wakilifanyia kazi swala kwamba mtu aona afadhali akae kimya kuliko kuzungumza asilolijua. Kama ni hivyo ni sawa, kama ni vingine itakuwa si sawa, kwa sababu upotoshaji ni mwingi. Kwa hiyo nataka kuwaambia tena kitu kingine. Tunapozungumza mambo haya siku zote, sisi tunapozungumzia kadhia hizi hatuzungumzi kwa kukurupuka na jazba, kwa sababu tunajua hatari ya kuyazungumzia mambo
ya kidini yanayohitaji ilmu kuyazungumzia bila ya elimu, hatari yake ni kubwa sana, kwa sababu upotoshaji utakuwa dhahiri shahiri na hakuna atakayekubali kuwajibishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuropoka na kuzungumza maneno asiyo na elimu nayo. Kwa hiyo lillahi alhamd, kadhia hizi tuzifuatilia kwa misingi ya dini yetu na mafundisho ya dini yetu kielimu, si kwa kusikiliza propaganda au maneno ya watu wa habari ambao hawachungi mipaka ya kisheria, habari zao za kiubabaishaji na nyingine tukazifanya kama ndio msingi wa dini. Hapana, sisi tuna misingi yetu na taratibu zetu juu ya upokeaji wa habari. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yenyi mlioamini, akikujieni fasiki yoyote na habari yoyote, basi tafuteni uthibitisho wa habari hiyo. Maadamu anayekuletea habari ni mtu fasiki, sio Muislamu, au Muislamu lakini mzushi, au fasik fajir, mtu muovu, anazungumza habari zinazowahusu watu na umma, habari hizo nyinyi zichunguzeni, tafuteni uthibitisho wake. Fatabayanu, kwa nini? Antusibu qauman bijahalatin, msije mkawaadhibu watu wengine kwa sababu ya kutokujua, alafu baadaye mtakuja kujuta. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkaja mkapambaukiwa kwa yale mliyofanya ni wenye kujuta. Sasa nimesema maneno fulani, ima utajuta sasa duniani au kesho akhira. Kwa hiyo sisi habari hizi alhamdulillah tunajua vyanzo vyake na namna ya kuzipata na kuzichimbua. Nikitaka habari hizi zinazohusu Masjid al-Aqsa, kuhusu Bani Israila, kuhusu Mayahudi, kuhusu Uzayuni, nitazipata vipi? Uhakika wake ukoje? Mimi kwangu si lazima nisikilize CNN wala ABC wala BBC wala Al Jazeera wala channel yoyote katika channel kubwa zinazoonyesha na kusambaza habari duniani. Tunayo marejeo yetu ya kurejea na kuangalia na kuyapima mambo. Lakini pia waandishi waaminifu wa Kiislamu wapo, na Allah subhanahu wa ta'ala akijalia uwezo wa kuvisoma vitabu na kuvielewa na kuvichambua. Uchambuzi wa vitabu ni elimu kubwa sana, sio jambo dogo, ni fadhila na neema kubwa ambayo Allah huwapa waja wake. Unaweza kusoma kitabu mwanzo mpaka mwisho. Ukipewa pepa hapo karatasi, hebu tupe muhtasari wa hiki kitabu, wewe una maoni gani? Mwandishi ameandika kuhusu nini? Lengo lake ni lipi? Amefika vipi kwenye malengo yake? Lugha aliyoitumia na uwiano baina ya uandishi huu, vitu kama hivyo. Ukiwa una uwezo wa kuchambua vitabu, ukakielezea kitabu kwamba kitabu hiki kimelizungumzia jambo hili kwa mrengo fulani na fikra fulani, na amemili kwenye upande fulani kwa sababu 1 2 3, kuna hiki na hiki na hiki, au kitabu hiki na mapungufu 1 2 3, au kitabu hiki kina faida nyingi zaidi kuliko kitabu fulani, hiki kimeandikwa kwa ufundi zaidi, kimezidi hili na hili na hili na hili. Watu wengi mawazo haya au uwezo huu hawana, bali wengi ni wavivu wa kujisomea machapisho na maandiko yaliyoandikwa na maulama wa Kiislamu, hata wale wenye kutegemewa. Kwa hiyo wao wanasubiri kusikia tu taarifa zinasemaje. Kwa hiyo wale wengi watakoeleza wakivumisha kwa wingi, basi habari ndio tayari ishapita hiyo kwake. Sisi hatuna utaratibu huo, walillahi alhamdu wal minna. Taratibu wetu uko tofauti. Taratibu wetu ni kuyafuatilia mambo kwa kina chake kwa kiasi cha uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia.
Katika maelezo tutakayoyatoa yatakuwa ni maelezo ya muhtasari sana ili kukupa picha tu wewe msikilizaji, lakini pia kuna uwezekano, kwa sababu sisi tunasoma vitabu vya Kiarabu vilivyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu, na majina wakati mwingine majina ya Waingereza, wengine wa Faransa, wengine wa Yunani, yani wa Giriki, ukatamka majina tofauti na vile yanavyotamkwa katika lugha zao. Usishangae, mbona huyu katajwa hivi Butros, kumbe ni Petro. Unafahamu hizo katika lugha, haya mambo hayo yapo katika lugha, na sisi tuwaona wazungumzaji wengi mambo madogo madogo tu. Mtu akwambia nilisafiri nilikwenda Qatar. Kuna nchi inaitwa Qatar? Hakuna nchi inaitwa Qatar. Wenyewe waiti Qatar, sio? Yaitwaje? Qatar. Lakini wewe Muafrika, Mswahili, Mbantu mmoja tu watamka kikwenu, unafahamu? Hakuna lawama, tuseme akakosea bwana. Hivi ndivyo ilivyo katika mazungumzo. Kwa hiyo hilo jambo unaweza ukaliona katika mazungumzo yetu na mfano wa vitu kama hivyo.